ya hayo ambayo yamefanyika hapa, kabla sijatoa kidogo ufupi kutoka katika maandiko, niwashukuru sana. Nimeona mambo mengi na makubwa mliyofanya, na haya yote tumefanikiwa kwa sababu ya shirika la Mission Petrol. Bila hawa watu kwa matendo yao yenye rehema, tusingeweza kusanyika hapa. Kwa heshima mbele za Mungu, kwa niaba ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, tunaendelea kushukuru sana Mission Petrol kwa huduma yenu njema kwa kufikia watu kwa vitendo. Basi kama kanisa tumeshikia nao kutoa ushirikiano kadri inavyowezekana, na nashukuru sana kwa vita. Asante sana Kudayetu Anet pamoja na kundi lako lote kwa ajili ya kuungana na Koriso kuweza kutoa huduma kwa jamii yetu. Asante sana, mbarikiwe sana. Nipo kwa niaba ya kanisa la Moravian Tanzania wa Halmashauri Kuu katika semina hii kuangalia yanayoendelea na kufanyika. Makamu mwenyekiti alifungua semina hii, na katibu mkuu pia wanaenda kumalikwa, wanatoa shukrani zake sana kwa tulio hapa. Sasa niombe niwe na maneno ya kusema machache kutoka katika maandiko. Mheshimiwa Mbenglasi, tunashukuru. Naona aliyofanyika hapa. Asante kwa kujali. Na nikiri wazi kwamba serikali haijatuacha katika kile eneo ambalo tumekwenda. Wamehusika, wameshiriki nasi, wakawa na jambo la kusema, wakawa na mchango wao, na tunajisikia fahari kwamba mnatambua kwamba taasisi ya kidini kanisa inafanya kazi ambayo pia ni jukumu letu kufanya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa moyo na kutunga mkono katika tunayofanya. Maneno ya Mungu ambayo tutasoma katika hotuba fupi yanatoka katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Mahali hapa neno la Mungu nasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma yake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Upendo wa Mungu wakaaje ndani ya mtu ambaye ana kitu, lakini anamwona ndugu yake ni mhitaji, alafu hawezi kutoa kwa ajili ya ndugu yake? Upendo wa Mungu haupo. Maneno haya yanatudhihirishia wazi kwamba tunahitaji kudumiana kati ya walionacho na wasionacho, na lengo la kudumiana ni kuleta mabadiliko chanya yatakayotusaidia tufike katika hatua ambayo sote tunaweza tukafurahia maisha katika sayari hii tuliyopewa tuishi. Tunapokuja pamoja kama watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu, tulio na usawa mbele za Mungu, walionacho na wasionacho, wakikaa pamoja wakashirikiana, tunapata jamii ambayo ina upendo. Hakuna madaraja, hakuna ubaguzi. Kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi limejikita katika huduma ya kuwafikia watu wa madaraja yote, kiroho na kimwili. Kiroho ni kuhubiri Injili sana, na ndio kuhubiri Injili na wito na msingi wa utumishi wetu kama Yesu alivyotuagiza yeye mwasisi wa Kristo. Lakini kimwili tunawafikia watu katika mahitaji yao, tukishirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhudumia watu wa madaraja yote,
kutoa elimu, kuhudumia makundi maarufu kama haya ambao sasa tuko hapa katika wilaya ya Mbarali. Lengo kubwa likiwa ni kuleta usawa ambao Mungu amekusudia kwa watu waliowaumba. Hata kama mtu ni mhitaji, ana ulemavu, lakini kuna usawa ambao anapaswa kufikia, afurahie, asijute katika hali ya ulemavu. Asijute, aione furaha, afurahie maisha kama mwingine. Kama ni elimu apate elimu, kama ni fedha apate fedha, kama ni heshima apate heshima. Sasa katika mchakato mzima huu, wapo watu waliopewa elimu, wanapaswa kuachia elimu kwa watu wasio na elimu. Wapo watu waliopewa fedha, wanapata kutumia fedha zao kuwasaidia wasio na fedha waweze kupata taaluma itakayowaondolea hali fulani ya umaskini katika maisha yao. Tunashukuru sana serikali kwa kuungana nasi kama kanisa. Nirudie kusema hili jukumu la serikali kwa hudumia hawa watu kabisa. Lakini taasisi za dini zimeingia kati kusaidia serikali kufikia malengo ya kusudiwa kutoa huduma kwa makundi yote. Tunapofanya haya, nitoe ombi kwa wote walio matajiri ambao wana fedha kuweka mkono wao kwa makundi haya. Kristo inahitaji wa fedha ya kuendesha shughuli. Pamoja na msaada mkubwa ambao tumepata kutoka shule ya Mission Fellowship kama kanisa, lakini bado unahitajika wa fedha. Wale tulio matajiri, tutoe fedha zetu kusaidia hili kundi. Na haya mambo yanathibitika katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Anasema walio matajiri wa ulimwengu huu wa sasa waagize, wasijivunie wala wasitumanie utajiri wao, bali wamtumanie Mungu ambaye vitu vyote anatupa vitu kwa wingi ili tutumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, na wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo. Tulio na fedha, niombe, ujiona na watu wengi sana ambao ni matajiri. Hili kundi la watu wenye mahitaji maalum limeacha nyuma. Serikali inafanya kazi ya kusaidia, lakini hawezi kumfikia kila mmoja. Kanisa kupitia shirika la Mission Fellowship tunafanya haya, lakini tukafikia kila matajiri. Sasa naombeni mtusaidie ili tuweze kufikia watu wengi na kuwabadilisha kupitia elimu ambayo inatolewa. Tunahitaji fedha zitolewe, tuwekeze katika hilo. Ni huduma kubwa sana mbele ya Mungu, ili hawa watu waweze kufurahia maisha katika dunia hii. Na pia nirudie kuisema neno ambalo nimesema, coordinator Mission Fellowship Director Adrian Sigman ameongea kitu cha msingi sana ambacho lazima tuendelee kuhubiri kama kanisa, na pia serikali na kusema kwamba mzigo wa kuwalea watu wenye mahitaji maalum umekuwa na mwanamke, jambo ambalo si jema. Wanawake wamekwisha mzigo mzito sana kuitenda hii kazi ya kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Akina baba tumekuwa nyuma. Naomba tusaidiane katika hili. Isiwe kazi ya kina mama tu, tusaidiane pamoja na kina mama. Wakina mama wana mengi sana. Wameshindwa walipengine kutoka kiuchumi vizuri kwa sababu mzigo umeachiwa. Naombeni sana. Tukae pamoja katika familia zetu, katika jamii zetu, tusaidiane. Ili jukumu ni la kwetu sote, kuwasaidia hawa watu kutoka katika mazingira walionayo magumu, waje katika mazingira ambayo wanaweza kuona fulani upendo wa Mungu kupitia nafasi zetu. Na tuombe serikali yetu mahali hapa tulipo, pamoja na ushirikiano mkubwa mnaotoa kwetu, lakini pia tunaombeni
kwa yale yanayoendelea mbele. Kuna ujenzi wa kituo hapa mahali, ikiwapendeza kwa sababu ni kazi ambayo inahusu raia wetu na Watanzania ambao tunahudumia. Mnaweza kuweka mkono wenu hapo, na tunashukuru kwamba hatubagui dini wala hadhi ya mtu yoyote. Madamu ni Tanzania ambaye yupo anaishi anahitaji huduma, tunawafikia hawa watu. Nirudie kusema maneno haya ambayo yamesomwa katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba si vema kama una kitu ulicho nacho usione fahari kuwa nacho kitu mwenzako hana. Tusaidiane. Hapo pana upendo hasa wa Mungu. Amri kuu ambao pia Yesu alisema amri mbili: kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, lakini amri ya pili kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Jirani yako ni yeyote unayemuona yupo ana uhitaji, msaidie. Na hili ni kundi maalum sana. Na pia ndugu zangu ambao wamepata semina hii, wanasema wote, naomba mtumie elimu mliyopata ili iwasaidie pia kuondoka katika mazingira fulani kwenda katika mazingira yaliyo bora. Inawezekana kabisa. Tumeona kuna wengi walio na shida ya ulemavu, lakini kupitia elimu ambayo kanisa limekuwa likitoa kwao kupitia Kodiso kwa msaada wa Mission Petro, wamebadilika. Hata kwa kinawezekana. Jitahidi kuwekeza katika hilo na Mungu akubariki sana. Tutatoka katika hali ngumu tuingie katika hali ya maisha ya kawaida, na sote tuweza kuona furaha, tuweza kufikia ndoto ambazo Mungu ametamani tufikie katika maisha yetu. Baada ya maneno haya, tunashukuru sana nyote ambao wamehudhuria semina hii. Tunashukuru sana wakufunzi wote kwa vita, asanteni sana Kodiso, lakini pia kwa pekee dada yetu Adrian, tunashukuru sana. Asante sana, na sichoke kuyafanya haya. Kama kanisa tunafikiri kufanya mradi mkubwa chini ya Mission Petro wa kujenga senta kubwa sana pale jijini. Tunategemea sana ushirikiano pia wa serikali, mheshimiwa mgeni rasmi, ili kazi ile ifanyike kwa ufasaha. Naomba ushirikiano wenu. Tunapoianza tukatia hatua za awali kabisa, tukapoianza tutaomba sana ushirikiano wenu. Ile senta ni kubwa, tutahudumia watu wengi sana, lakini kwa msaada wa shirika la Mission Petro. Asanteni sana kwa hayo kama mnatupatia ushirikiano. Bila kwa kibali hawa watu wapo hapa Tanzania, haya singetokea. Kuna mradi unakuwa mkubwa sana, na gharimu hela nyingi sana, lakini kwa manufaa ya Watanzania. Tunaamini ni sekta ambayo katika kuombea haipo. Kwa tunaombeni sana. Tunatimiza haya kwamba walio matajiri basi watumie utajiri wao katika kuwasaidia wasio nacho, ili sote tufurahie maisha. Bwana Mungu awabariki sana ndugu zangu wote. Tuendelee kuombea kanisa la Tanzania Kusini Magharibi. Kuna ndoto kubwa ambazo zipo ili tuweze kufikia watu wote kiroho na kimwili pia. Naomba mpango wa Mungu tukisaidia pamoja kulijenga taifa letu, taifa zuri, taifa lenye amani na utulivu katika kipindi chote. Basi baada ya maneno haya, ninaomba kwa heshima kabisa mbele za Mungu na mbele yenu nichukue nafasi hii